Haya jamani, wale waliokuwa wanataka shamba au eneo la eka moja, hili hapa shamba zuri kabisa kama unavyoona. Barabara ya mtaa hii hapa, unakuja hata ukiwa na wheelchair. Pande huu ndo shamba lilipo, lakini pia lina msingi wa nyumba kama unavyoona hapa mbele. Lakini upande wa huku kuna miti ya matunda kama unavyoona, kuna minazi, kuna machungwa, kuna maembe hayo hapo. Maembe yako mengi hayo hapo. Kuna mananasi, mazao ya muda mfupi, muda mrefu kidogo, miaka 2 nanasi, japo hizi bado kidogo zinaanza kuzaa. Haya, upande wa huku kuna mbaazi hizi hapa zimepandwa. Lakini pia hapa eneo lenyewe liko safi kama unavyoona. Hili hauhitaji kung'oa kisiki wala kufyeka, limelimwa mahindi kama ambavyo unaona hapa. Kuna mwarobaini huo hapo. Na mpaka wake huko vizuri kabisa, umeanzia pale barabarani. Kisogea hapa unaona kuna kisamvu, hicho kimepandwa mstari kabisa, umenyoka. Na upande huko ni shamba la mtu mwingine. Kwa hiyo unaona mipaka inajieleza, iko vizuri. Shamba halina mgogoro, halina shida yoyote. Ukubwa wa shamba ni ekari 1, na hapa tupo mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha. Kwa wale wanaofahamu, ukifika kwa Matias kama unatoka mjini Dar, unaingia mkono wa kulia, unaenda mpaka Jeshini, Msangani, kisha unaenda Juhudi, halafu unaenda eneo linaitwa Madina. Hapa ndio tuko Madina. Kwa hiyo upande wa huku kuna michungwa, kuna mchenza huu hapa. Hiyo yote tunaiona michungwa, michenza. Kuna papai hapo, kuna miwa imepandwa hapo, na mazao ya muda mfupi yaliyopandwa kama mahindi, kuna kunde hizo hapo. Lakini upande wa huku mpakani kuna mikorosho hii hapo mikubwa ambayo iko mpakani, na kuna bikoni hiyo hapo, lakini pia kuna mnazi huu hapa. Kwa hiyo shamba liko vizuri. Hili shamba unaweza kununua ukajenga, ukafuga na kulima kwa eneo, lakini pia unaweza kutengeneza bustani nzuri kadiri unavyoona inafaa. Na majirani ndio hao hapo, unaona nyumba hizi hapa, hii hapa, hiyo hapo. Umeme huu hapo, nguzo zimepita. Na upande wa huku majirani wengine ni hao hapa, nyumba hiyo. Na upande wa huku pia watu wamekata viwanja, kwa hiyo kuna viwanja vingine huku vinapatikana. Unaona hivi yote viwanja shapimwa kote mpaka kule viwanja. Kwa hiyo majirani hamna shida. Majirani wengine ndio hao hapo unavyoona, na huduma za jamii zipo, umeme, maji, shule ziko jirani hapo, na kunafikika vizuri kabisa huko mahali. Kuna mfenesi pia huo hapo. Kwa hiyo karibuni sana kwa wale waliokuwa nataka eka moja. Bei ni milioni 45. Karibuni sana. Kama nilivyosema jamani, usikae na eneo ambalo ulitumii, usikae na shamba ambalo ulitumii. Na kama unapenda kupata taarifa kama hizi, usisahau kusubscribe kwenye hii channel, bonyeza alama ya kengele usikose video zingine. Lakini pia kama una eneo lako unauza, banda unataka kukodisha, tutafutane ili tutafute wadau. Kama unavyoona shamba, kwa kweli hili shamba ni zuri jamani, angalia. Miti ya matunda hiyo hapo ya kutosha. Lakini pia mpaka wa huku kuna kisamvu. Kinunua hili shamba kisamvu, wewe kila baada ya siku 2-3 njoo uchume, maana ni kingi kuzunguka hizi pande kama unavyoona. Kwa hiyo karibuni sana jamani. Kama nilivyosema, hapa kuna msingi wa nyumba, kwa hiyo unaweza kukarabati huu ukaendelea kujenga, ama ukaanzisha mwingine, ni wewe tu. Lakini hapa pia kuna tipa 2 za mchanga ziko hapa. Msingi wenyewe wa nyumba huu hapa. Naona msingi wa nyumba kubwa ulijengwa, lakini uliishia level ya kupiga renta. Kwa hiyo hapa unaweza kukarabati ukaendelea na ujenzi, ama ukafanya vyovyote unavyoona. Lakini ni shamba zuri, ni eneo zuri sana kama unavyoona. Jamani, msisahau kusubscribe na tuendelee. Asante sana.